Mheshimiwa Jonas Mbunda, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa serikali inaendelea na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay, lakini pia kuna usafirishaji mkubwa wa makaa ya mawe kutoka Nyasa na Mbinga kwenda Mtwara, lakini pia tunategemea mradi mkubwa wa Liganga na Mchuchuma. Katika majibu ya msingi ya naibu waziri amesema kwamba upembuzi yakinifu ya kutekeleza mradi wa ujenzi wa SGR kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay umeanza kutekelezwa. Je, itachukua muda gani kukamilisha upembuzi yakinifu na mradi huo kaanza kutekelezwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninafahamu swali hili linagusa karibu wabunge wote wa Kusini, na pengine wangesimama kutaka kuuliza reli ya Kusini itaanza kutekelezwa lini. Naomba nitoe maelezo kwa ufupi sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali inatambua umuhimu wa reli ya Kusini, kwanza kama kiunganishi cha bandari ya Mbamba Bay na bandari ya Mtwara, kwa sababu hizi mbili zikiungana unarahisisha usafirishaji. Na nini imekifanya? Katika hatua za awali serikali imeshaanza kujenga bandari ya Kisiwa Mgao pale Mtwara, bandari ya pili ambayo itakuwa maalum kwa ajili ya kusafirisha debt cargo, yani sementi, makaa ya mawe na kadhalika. Zaidi ya bilioni 435 zimeelekezwa pale. Lakini pia ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay ambao utagharimu zaidi ya bilioni 70 ni hatua muhimu kuelekea kwenye jambo hilo. Lakini tatu, fidia imelipwa kule Ludewa kwa wananchi waliopo kwenye maeneo ya Liganga na Mchuchuma. Hiyo ni hatua pia. Lakini nne, sasa tumeshafanya usanifu na kama nilivyosema tunatafuta wawekezaji binafsi ambao tushirikiane nao ili tuanze kujenga. Natoa rai tena kwa watu wote wa ndani na nje ya nchi ambao wako tayari kushirikiana na serikali, twendeni tukajenge reli hii ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa taifa letu.